Hi everybody, tutakuwa na hizi interview za kibiashara ambazo zitakufunua akili yako, hasa wewe mfanya biashara au unayetaka kufanya biashara au unayetaka kujiajiri based on elimu yako, lakini pia there's a knowledge ambayo tutakuwa tunatoa hapa ambazo zinahusu biashara. Mimi nimesomea marketing na nimesomea pia international business in IT. Kwa nikasema kwa nini kwenye podcast yangu usiwe na invite wafanya biashara wakawa wanatueleza safari yao hasa ambayo wanapitia katika biashara zao. Lakini leo tuko na kijana ambaye ni Gen Z, amesoma pale UD ya University of Dar es Salaam na amegraduate upande wa mambo ya ardhi. Ana uwezo kukupa elimu nzuri sana. Naomba nimkaribishe ajitambulishe na tuanze interview yetu fupi kuhusiana na elimu hasa ya masuala ya ardhi. Karibu sana kwenye Diva Podcast and let's just cruise in here ili tujifunze zaidi. Asante sana Diva, nashukuru sana. Tanzania nikuangalia, jina lako halisi ni nani? Kwa majina yangu naitwa Simon Mligo. Yes, mimi ni mtaaluma wa shahada kwenye upimaji wa ardhi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini sasa hivi nimejikita sana kwenye kutoa elimu na ushauri wa masuala ya ardhi, hasa pale ambapo watu wanataka kununua ardhi, lakini pale ambapo wanataka kujenga na kufanya maendelezo mengine. Page yako ya mtandao wa kijamii hasa Instagram ina watu 630. Uliwakusanya vipi watu 630? Hawa ni marafiki zako, ni ndugu zako, au wamekuja baada ya kuona kazi zako kupitia mitandao ya kijamii? Mimi nilitaka watu waje kwa kile ambacho nakiposti. Kwa hao wote asilimia kubwa ni watu ambao wamekuja baada ya kuona kile ambacho nakifanya. Japo marafiki wapo lakini wachache sana. Nilikuwa napitia hapa page yako na nikawa na maswali ambayo niliandika, nikasema I'm going to ask you this. Tuko kwenye current whereby makundi ya watu walio katika hatari kubwa ya kutapeliwa kwenye ardhi. Tunaona migogoro ya ardhi, ukakamatwa kauza sijui kikauza ardhi kwa huyu na huyu, na lakini wengi sana ukiangalia wanaotapeliwa ni wanawake, au ndo watapeliwa wa kwanza wanaongoza kutapeliwa, and wanawake wengi wanatapeliwa kwa sababu ni first time land buyers wanaongoza katika hiyo. Ni kwamba hawako makini au wana uaminifu sana kwa watu kiasi ambacho ni rahisi wa kutapeliwa hasa linapokuja swala la kununua ardhi? Yes, swali zuri sana. Itakushangaza lakini yapo makundi mengi kidogo, watu wengi sana wanatapeliwa. Lakini kwa nini wanawake? Hii inakuja tu general. Kwa sababu gani? Wanawake maamuzi yenu mengi sana mnafanya kwa kutumia hisia. Sawa? So ukisha kuja kwenye swala la ardhi, ukitumia hisia ni rahisi sana kutapeliwa. Mwanamke anaweza kukutana na tapeli, whether ni dalali au mtu wa namna hiyo. Kwa namna ambavyo amempokea, anaweza moja kwa moja akamwamini kwamba huyu mtu ni mtu sahihi kwangu. Kwa hiyo wanakuwa zaidi emotional, sio? Hawaendi kwenye zile analysis kwamba kwa nini ni hoji huyu mtu amepateje ardhi. Je, hapa mimi na uhakika naweza nikapata hatimiliki? Ili eneo ni salama, serikali imepanga ajili ya matumizi gani? Kwa wanajikuta zile hisia ndo wanafanya maamuzi ya moja kwa moja, baadaye wanashtuka tayari wameshatapeliwa. Na wanapotapeliwa wanarudisha vipi hela zao, let's say? Sasa kwenye ardhi, ukibahatika kupata haki yako ni bahati sana, lakini wengi kwa sababu ardhi ni sehemu ambayo ina fursa, kwa ni riski ziko nyingi pia. Wale matapeli wanavyokuja hawaji hivi wamejipanga wale. Umeona? Na ni pesa kubwa kidogo. Kwa hiyo ukishatapeliwa ni ngumu sana kurudisha hiyo haki yako. Kama ukibahatika kurudisha basi una bahati. Yes. Kwa hiyo wanatumia maneno gani hasa mpaka wanatapeli? Kunakuwa na maneno matamu ya kihisia matapeli wanajifunza kuingia watu, au professionally nao wanasomea utapeli? maana unajua mtu na kuconvince kununua kitu anakuwa na uhakika with what he or she is saying to the point that you give your money. Is personally shay kutapeliwa. Okay. Na I remember I was very young na ndo nimeanza kazi Clouds, I remember. So nikawa nimelipwa hela nyingi ya wakati mmoja. I really wanted to own a land. Nakumbuka ni kule Tegeta huko
Kwa hiyo tukapelekwa the place, nilikuwa mimi, Sudi Brown na wengine. Tulikuwa huyo kijana tulikutana hivi kwenye Facebook, I remember, akatupeleka. Lakini mwisho wa siku Sudi ignored. He was like, mimi sitachukua, simuelewi. Lakini mimi, the way he was telling me, hapo utajenga swimming pool, unaonekana napenda swimming pool, hapo utajenga, nipa kabisa ujenzi swimming pool, kibaraza, gorofa hivi. I gave my money, I remember. Na aliniambia utalipa kwa installment. Kwa nilitoa ile hela. Baadaye nikaja kugundua nimekuja kutapeliwa. Nilipata pressure, nililia sana, na ndio ilikuwa ni hela yangu ambayo yani nilipewa nyingi kwa wakati mmoja, nililipwa hela nyingi. Sikuwa na jinsi ya kumweleza mtu, kwa sababu unajua ukishatapeliwa unaanza kuona aibu, utaonekana mjinga, imekuweje ujielewi. Lakini nakumbuka Boss Ruge nilivyomweleza, akaniambia naomba namba ya huyo mtu ambaye mlikuwa mnawasiliana. Basi he was arrested in 2 days. Kwa hiyo alirudisha ndugu zake hela zile taratibu, lakini hela zangu zilirudi. So from there nikagundua, yani siku hizi nimekuwa very careful, hasa kwenye vitu vinavyohusu hela nyingi. Kwa hiyo nafikiri pia nao wenyewe wamemaster katika uongo. Ukiangalia hapo, huyo mtu alikuwa anakufahamu wewe unapenda nini, umeona? Kwa hiyo akanunua hisia yako wewe ukampa pesa. Sawa kabisa. Kwa hiyo turudi kwenye swali la msingi, au madalali wanafahamu wanachokifanya. Kwa hiyo kuna maneno ambayo wakiyatumia wewe utalipa pesa. Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa social proof. Kwa mfano, akikwambia, let's say anakuja mdada ambaye anakufahamu wewe kwamba Diva ni mtu maarufu. Dalali amemuonesha eneo, akamwambia, unajua ni dada, nunua hapa, kwa sababu hata Diva anakaa kiwanja kinachofuata. Sio umeelewa? Tayari dada atasema okay, naweza nikawa jirani na Diva. Tayari dalali ashanunua hizo hisia zake, then atampa pesa. Lakini kingine unatumia trust, kwamba wanatumia maneno ambayo utamwamini haraka, kwamba inawezekana hii sehemu iko salama. Kwa mfano, akisema ili eneo liko linamilikiwa na mwenyekiti labda wa Chama cha Mapinduzi tuseme. Kwa hiyo anaweza akasema okay, niko salama kwa sababu mtu ambaye anamtaja inawezekana ni sahihi, ni kweli anamiliki hapa. Mwisho wa siku anatoa pesa bila kufanya uchunguzi wowote. Hayo ndio makosa ambayo wanafanya. Social proof. Yes. Na trust. Yes. Wanawake wengi au tuseme wanaume au wanandoa in general, wanapoingia katika swala la ndoa, ni umiliki upi unawafaa ili kupunguza unyanyasaji, hasa kipindi mwanaume anapokuwa amefariki? Hapa tunazungumzia joint occupancy ambayo inatokana na occupy, aina ya umiliki wa pamoja ambapo mme akifariki ile mali inahamia kwa mke bila kuingizwa kwenye mirathi. Kwa sheria za ardhi za Tanzania, kwenye umiliki wa ardhi uko wa aina nyingi. Umiliki ambao tumezoea ni single tenancy, umiliki wa mtu mmoja, kwamba kiwanja chako unamiliki wewe mmoja. Lakini kuna aina nyingine ambayo ni co-occupancy, of which kuna aina nyingine mbili. Ya kwanza ni joint, lakini nyingine inaitwa ownership common share. So kwa wanandoa, sasa wanawake, ili walizingatia sana, umiliki ambao unawafaa ni joint occupancy. Huu ni aina ya umiliki ambao watu wawili au zaidi, lakini hapa tuzungumzie sana wanandoa, watu wawili mnamilikishwa ardhi kwa pamoja, mnakuwa mna haki sawa kwenye ile ardhi. Na kisheria ikitokea mmoja amefariki, ile haki inahamia kwa yule aliyebaki, tunasema survivor application by survivor. So hii ikitokea, kwa mfano mwanamke alikuwa ana umiliki wa joint na mume wake, na mume wake akafariki, hii inamkava yeye kwenye mirathi. Kama ikitokea anasumbuliwa na ndugu, labda wanaume wanataka kumfukuza au wamnyang'anye baadhi ya mali, hiyo ardhi kama ilikuwa na jina la kwake na mume wake haigusu. Hata kama kwenye mirathi itatajwa tu, lakini yeye anakuwa na haki kisheria na hiyo mali inakuwa ni yake. Na makosa gani makubwa ambayo watu wanakuwa wanafanya wakati hasa kununua ardhi? Jambo la kwanza, hawathibitishi umiliki. Hawafanyi ile kuuliza maswali, je, huyu anataka kuniuzia ni mmiliki kweli, au anabaki tu analizika na maneno ya dalali alafu analipa pesa? Hilo kosa la kwanza. Kosa la pili, hawafanyi utafiti kujua serikali imepanga matumizi gani. Diva, kwenye kipande chochote cha ardhi Tanzania,
mamlaka za ardhi zimepanga matumizi kwamba eneo hili litafaa kwa ajili ya makazi, eneo hili kwa ajili ya makazi na biashara, shopping malls, open space, makaburi, hifadhi za bonde na barabara. Hivi ardhi yote imepangwa. Kwa hiyo mtu anaenda kununua ardhi bila kufuata kuchunguza matumizi gani ambayo serikali imepanga, anajikuta amejenga nyumba ya kuishi kwenye eneo la makaburi. So hiyo ni shida. Jambo la tatu, wananunua ardhi kwa viongozi wa serikali za mtaa ambao ni feki. Matapeli wako smart sana, wanaweza wakatengeneza cheni yao ya viongozi wa serikali za mtaa ambao ni feki na wakatapeliwa. Kwa hiyo wito mmoja kwa mwananchi ambaye anaenda kununua ardhi, jambo la kwanza, dalali au muuzaji hatakiwi akuoneshe mjumbe, mwenyekiti au mtendaji kata. Sio kwamba unafika na kwambia ngoja nimpigie mwenyekiti aje tuandikishane. Sio sahihi. Ni kazi yako wewe mnunuzi kuwatafuta au viongozi wewe mwenyewe kwa muda wako. Jambo jingine, kununua ardhi ya urithi. Hii ni hatari sana. Kisha kuja kwenye mirathi, wanufaika wa ile ardhi wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo kama wewe utaenda kwa mtu ambaye labda ni mkubwa au msimamizi wa mirathi bila kuwashirikisha hawa wengine wanufaika, na ukajua kabisa kwamba ni fulani na fulani na fulani ndio wanahusika kwenye ardhi, unaenda kuingia kwenye mgogoro, watakusumbua. Jambo la mwisho sasa ambalo ni la msingi, watu ndivyo wafanye uchunguzi. Watu wananunua ardhi kama wananunua nguo. Hichi kitu ni kibaya sana. Wanakurupuka. Yes, wanakurupuka, wananunua ardhi kwa pupa. Sawa. Au wanakimbilia bei ndogo. Hamna ardhi ya bei ndogo. Hakuna, nasemaga hakuna kuokota dodo kwenye ardhi. Takiwa ukae utulie, uulize maswali. Nakutana na watu wanatapeliwa mara ya kwanza, mwingine anakupigia simu nimetapeliwa mara ya pili. So nimetaka ni invest muda mwingi kwa sasa kuwaelimisha watu. Sawa. So naamini kupitia hii ambacho nakifanya utapata hiyo ambayo life au maisha ambayo unayatamani kupitia hivyo. It was such a pleasure to have you on this, kwa sababu tumejifunza kuhusu ardhi na I'm sure watu wengine pia watajifunza kupitia hiyo. By the way guys, make sure you keep on watching. Account yangu YouTube ni Diva the Boss, divatheboss.com, tovuti, digital platforms zote ni Diva the Boss. Till next time, bye bye.